hivi karibuni na leo nilimuita ofisini kwako. Kunda. Leo alikuwa anakuja kwa mkuu wa mkoa. Huyu dada aliomba appointment toka wiki iliyopita kwamba mwenyekiti nitakuja ofisini kwako kwa ajili ya jambo la Juma. Na Juma tukamwandikia barua ya wito afike ofisini kwangu leo. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba sijajua kama Juma amekuja ofisini. Mwenyekiti. Naam. Yule mjumbe aliyedhamini yuko. Yule mjumbe aliyesaini. Mjumbe aliyesaini huo mkataba inawezekana sasa hivi akawepo ofisini, na yeye nilimwita leo ofisini. Na huyo Juma na huyu dada. Huyo mjumbe, ngoja kwanza taratibu. Huyo mjumbe aliyesaini hapo ni mjumbe wako? Ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Unamfahamu? Namfahamu. Na ulimpa mamlaka hayo ya kwenda huko? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huwa hatutoi mamlaka. Kama hivi niko huko kwenye kikao chako mheshimiwa, kule kuna mtu anaweza kawa anahitaji kufanya biashara. Lakini ofisi yangu, muhuri wangu ndio unabaki ofisini kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa wenyewe una mjumbe yoyote anavana mamlaka na ule muhuri. Kwa hiyo saa hizi pale wananchi wanapata huduma kwa sababu mwenyekiti huwezi kutoka nao. Ninachosema, kwa mfano mimi hapa mkuu wa mkoa, muhuri wangu mimi mkuu wa mkoa, hakuna mwenye mamlaka nao mwingine. Lakini kama barua anaweza kuandika kwa niaba. Sawa? Kwa niaba anaweza kaandika labda rasi au nani. Lakini sio kugonga ule muhuri wangu mimi. Je, huko chini nyinyi mwenye muhuri wa mwenyekiti unagongwa na mjumbe na nani huyo yote? Mheshimiwa, kwa sababu ofisi yangu ina mihuri miwili. Muhuri mmoja ni wa afisa mtendaji. Muhuri mwingine ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Ambao huu muhuri tunautumia mimi na wajumbe wote wa serikali ya mtaa. Hebu mnisaidie kwanza hapa. Naona Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hichi kinachoelezwa hapa, mimi nadili kila siku na masuala ya ardhi. This is a planned event. Yaani hili ni tukio lililopangwa kwa kifupi. Kwa nini? Mmoja, mjumbe wa serikali ya mtaa unaposaini ile fomu, ina maana unabeba dhamana kwamba huyu anayeuza hii ardhi ni yake. Umewekwa pale kwa sababu wewe ni mwenyeji wa lile eneo. Kama mtu anauza humjui, unamtilia mashaka, hutakiwi kusaini, unatakiwa kugoma kusaini. Baada ya kugoma, unatakiwa kumwandikia barua kwamba huyu mimi simfahamu kama anamiliki eneo hili, hivyo nimeshindwa kusaini fomu yake. Unapoweka sahihi tu, ina maana unabariki kwamba huyu mtu anayeuza hii ardhi ni yake, kwa sababu hii ardhi inamilikiwa kiasili, na nyinyi mko huku chini, mko pamoja na hii jamii, mnajua kabisa ardhi hii ni ya nani. Ndio maana mkurugenzi kabla ya kuanzisha hati anataka nyinyi mnaoishi na hawa wananchi mthibitishe hii ardhi anayeuza ni ya kwake, hii ardhi anayeomba kupimiwa ni ya kwake. Kwa hiyo Mheshimiwa RC hapa, yeyote ambaye amesaini hiyo fomu na akasababisha huyu dada kutapeliwa, ana swali la kutujibu. Alisaini katika misingi ipi? Hilo ni swala la msingi sana. Hatuwezi kuzuia haya maswala kama tutaoneana aibu. Huo ndio ukweli. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa RC, ikikupendeza, mjumbe yeyote aliyeweka sahihi pale aje tueleze ilikuwa kwa nini, alikuwa na malengo gani, wakati anajua hili eneo sio la muhusika. Haiwezekani Mheshimiwa RC, katika mtaa kama huu hapa mimi nikamiliki ardhi, halafu majirani zangu pale wasijue kwamba mimi namiliki ardhi, watendaji wa mitaa wasijue pale kwangu, mwenyekiti wa mtaa asijue pale kwangu, mjumbe wa mtaa asijue pale kwangu. Ndio maana nasema hili lilikuwa ni tukio la kupangwa. Swala la msingi
fedha ya huyu dada irudi, na watakaorudisha ni wale waliosababisha hasara. Asante sana Mheshimiwa Nasibu. Huyu ni kamishna wa ardhi, kamishna msaidizi wa ardhi, ambaye hiyo ni taaluma sasa ya kwake huko. Mwenyekiti, umeelewa jambo hilo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeelewa jambo hili kwa sababu. Na mwenyekiti, unafahamu moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa ni pamoja na mtaa wako. Ni kweli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unajua ni kwa nini? Naomba mheshimiwa nisikize kidogo. Wewe kama mwenyekiti unajua ni kwa nini? Sababu najua kwa sababu niko kata ya Magwepande, lakini ndio eneo ambalo limekuwa na migogoro mingi, lakini kwa sasa tunaendelea kuimaliza kwa sababu tuna mradi wa upimaji ambao tumeshatoa hati za. Kuna migogoro pia mingi kwa sababu ya janja janja. Nyinyi ni wenyeviti wangu na wafahamu in out. Hii alichokizungumza kamishna hapa awali tumsaidize. Haiwezekani mtu aje na fomu iliyogongwa muhuri. Amekuja wiki iliyopita nikamwandikia barua ya wito. Aje lini? Aje leo kwa sababu leo ni siku ya migogoro ofisini kwangu. Maana yake kila Jumanne, mpe mic. Kila Ijumaa. Mpe mic. Kwa hiyo wewe ulitaka aje leo wakati wewe leo unakuja kwa mkuu wa mkoa. Hapana mheshimiwa. Ratiba hapa ni kweli ya mwanzo iliyoahirishwa. Hebu Mheshimiwa, hali halisi iko hivi. Sikwenda pale ofisini ile siku nilienda pale, sikwenda kwa lengo la kuchukua barua ya kumuita mtu yoyote. Wala sikwenda pale kwa appointment. Nilimpigia simu nikamueleza kwamba mwenyekiti, nampigia simu mtuhumiwa wangu simpati. Lete kwanza hiyo fomu. Ulimwambia mwenyekiti unampigia mtu mpati, si ndio? Hii ndio iliyopewa. Walio saini akina nani? Alafu hii ni ile ya mwenyekiti. Walio saini hapa, aliyesaini hapo ni mkuu wa serikali ya mtaa Abdalla Ramadhani Gombero. Alafu na pia huyo Abdalla Ramadhani Gombero. Hawa shahidi wa muuzaji ni akina nani? Shahidi wa muuzaji au watu mimi niliwaona siku ile pale, lakini sijawahi kuwaona tena. Wala hii kuna namba zimeandikwa hapo haipatikani. Na mwenyekiti ndo aliandika barua ya kuwadhamini hao watu. Na mwenyekiti ndo aliandika barua ya kumdhamini huyo Juma. Na vile mwenyekiti huyu Juma tunamfahamu? Anamfahamu kwa sababu anamfahamu mheshimiwa, naomba nielezee kwa sababu hii nimeipata, ni taarifa ambayo nilipata kutoka kwa watu wanaomfahamu huyu mwenyekiti vizuri. Ndio. Wanasema kwamba huyu mwenyekiti yule mama aliyemuoa dada yake na yule mama ndio binti yake ameolewa na huyu mtuhumiwa. Ndio, na siku ya kwenda ya kutoa ile barua ya udhamini, mke wa mtuhumiwa pamoja na shemeji yake na mwenyekiti ndio walienda kuwasilisha ile barua pale, yule mtuhumiwa akatolewa. Hizo ni taarifa nilizozipata, sijazithibitisha, lakini ndio taarifa nilizokuwa nimezipata. Haya, eleza mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mama kweli aliuziwa kiwanja na huyo mtu anaitwa Juma. Na huyu mama nimemshauri, kamwambia mifumo ya umalizaji wa migogoro kwenye eneo langu la mtaa wa Mji Mpya, maana yake sio mifumo ambayo inatakiwa mtu amechukua fedha ya mtu tuje tumpeleke mahakamani. Tunamwita Juma, tunakwenda kwake, tunapima eneo linalolingana na ukubwa wa eneo lako, tunamalizana hapo hapo, wala sio swala la kwenda huko unakokutaka. Na ndio maana leo alikuja lengo tukakate kwa Juma ili Juma ikiwezekana aondoke pale, tumpe huyu mama, kwa sababu tulishachoka na migogoro kwenye maeneo haya. Labda mwenyekiti, unajua ukimwangalia huyu dada anapo present jambo lake ametulia sana. Sasa mwenyekiti, Saidi Selemani, angalia, unamfahamu? Siwafahamu mheshimiwa. Na hiyo biashara wakati inafanyika hata sijui mashahidi, hata sijui huyo mjumbe alienda kusaini saa ngapi. Wajumbe wanawafahamu mtu anaitwa Saidi Selemani, angalia. Wajumbe hao wa serikali ya mtaa. Wananchi. Waulize. Wa kule kwangu. Waulize.
Wananchi wa kule kwangu hapa hawapo mheshimiwa, kwa sababu wako mtaa wa Mji Mpya, hapa ni mtaa na Kasangwa. Sasa mimi nisikilize kwanza, umri wa huyu dada ni mdogo sana. Ndio. Na haya mambo, kumbuka ule mgogoro wa kwanza, wewe umekuwa tena kuanza kutia doa mpaka tunakwenda kwenye hasara. Ndio. Wewe dada, kesho ni juma ngapi? Jumamosi. Mimi nitakuwa pale Coco Beach. Njoo uchukue milioni 5 uliolipa. Nisikilize kwanza. Njoo uchukue milioni 5 na ningekuwa nimetembea nayo hapa ningekulipa hapa. Mwenyekiti. Naam. Kabla kesho saa 10 naitaka milioni 5. Hapo mimi nakulipa. Haina shida. Nimeshamaliza. Haina shida. Ukijichelewesha mtu atakukuru yuko wapi? Mtu atakukuru, nisikilize na unizingatie vizuri. Kwa sababu ya migogoro ambayo ipo sana pale Kinondo, muweke kwenye bracket mwenyekiti huyu. Mpaka kesho saa 10. Mpaka kesho saa 10 nitakuwa maelekezo mengine. Mimi kwanza saidizi wangu mlitafutia milioni 5. Angalieni kule kwenye mabegi, chukue na hela zingine kama tumesahau mahali. Usiondoke hapa nije nilipe pesa hiyo muda huu. Dawa ya hao wenye viti ni moja tu. Na mimi nalipa, wewe ni zumu mimi. Na alichokizungumza hapa kamishna, nikienda pale Kinondo, nikiwa na huyu na mkuu wa wilaya, na hata mstahiki meya, tutakwenda kuyajua mengi yanayohusu hao. Na eneo lako umesema ulinunua lini? Mwaka 2025. Ndio, ilikuwa mwaka jana mwezi wa 10 tarehe. Mwezi wa 10. Angalau kama miezi kama 3 hivi. Ndio. Sio mbaya. Ingelikuwa ina miaka kama 2, mwenyekiti angelipa milioni 10 nyingine. Sawa sawa. Umeelewa mpaka hapo? Nimekuelewa. Lazima angelipa milioni 10 ili wajitambue kwamba muhuri unaopewa na serikali sio muhuri wa kujigongea kama wewe unakwenda kwenye harusi. Ile ni nyaraka na lazima ilindwe na lazima iheshimike. Sijui umeelewa mpaka hapo? Sio mtu anakuja na gonga tu muhuri. Mwenyekiti, sogea hapa. Nimejithibitishia kwamba huyu dada ametapeliwa milioni 5. Ninamlipa mimi milioni 5. Wewe mwenyekiti, ingia kwenye 18 za kunidhulumu mimi. Mimi namlipa huyu kwa niaba yako. Shika hela hii. Asante. Muombe heri Mheshimiwa Rais Samia, ndiye aliyetuma tuje ifanye kazi. Sawa sawa? Na kulipa mimi hiyo hela, wacha yeye anidhulumu mimi. Umeelewa magapo? Mimi nitamdhulumu yeye mpaka kizazi chake. Umeelewa dadangu? Nenda kamuombe Mungu, kafanye kazi. Na muwe makini na kawaambia wenzako tuendelee kuwa makini. Dhidi ya matapeli ambao tumewaamini kuwa viongozi baadhi ya huku chini. Sasa hawa tutaendelea nao kuzungumza nao katika hali ya kawaida. Na Mungu akusaidie sana. Haya. Tuendelee mwingine.